إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول ربكم جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أيها الناس عباد الله، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu kipenzi chetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, leo hii tupo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao umefadhilishwa juu ya baki ya miezi mingine katika miezi 12 ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amefanya sunna yake alkauniya ya kiulimwengu, taratibu yake ya kiulimwengu. Mwaka uko na miezi 12. Moja kati ya miezi hiyo ni mwezi huu wa Ramadhani ambao sisi tuko ndani yake. Akaufadhilisha Allah subhanahu wa ta'ala mwezi huu juu ya miezi mingine iliyobaki 11. Walillahi alhamd, Allah subhanahu wa ta'ala ametufanyia wepesi sisi tukauingia mwezi huu wa Ramadhani. Hivi sasa tupo katika jambo adhim la kuufunga mwezi huu kwa sababu ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ndani ya Al-Qur'an: faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, na yeyote atakayekuwa mkazi wa mji, yeyote atakayekuwa mjini hajasafiri ndani ya mwezi huu wa Ramadhani na aufunge, au yeyote atakayeshuhudilia mwezi huu wa Ramadhani na aufunge. Sisi tupo ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, walillahi alhamdu, tukiitekeleza ibada adhima katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo amewakalifisha nazo walimwengu. Ayuha nasu ibadallah, jambo kubwa katika makamu hii adhim na wakati wetu huu mchache tuliokuwa nao wa khutba ya Jum'a, tuangalie jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelifanya ni lengo la sisi kupewa mwezi huu wa Ramadhani, na hilo amelitaja wazi ndani ya Al-Qur'anul Karim. Na yeyote ambaye hakulihakikisha lengo hilo na hajalipatisha lengo hilo, halijampatikania yeye lengo hilo, au mwezi wa Ramadhani umeondoka hajapata hilo lengo, hajapata faida ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametufaradhishia mwezi huu kwa ajili yake. Amelitaja ndani ya Al-Qur'an subhanahu wa ta'ala biqaulihi: ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Allah anatuita sisi, enyi mlioamini, kutiba alaykumus siyam,
mmefaradhishiwa ninyi kufunga kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa wale walio kabla yenu kuufunga huu mwezi, la'allakum tattaqun, ili ninyi mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ili mumche Allah, mumuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ndio lengo kuu la Allah subhanahu wa ta'ala, kutufaradhishia sisi mwezi huu wa Ramadhani kuufunga kama alivyowafaradhishia wale waliopita kabla yetu. Kwa hiyo tunatakiwa kila mmoja, kila Muislamu ahakikishe anapata lengo hili adhima, lengo hili la Allah kubwa la yeye kutufaradhishia kuufunga mwezi wa Ramadhani, na si kama wanavyofikiria watu kwamba mwezi wa Ramadhani umekuja kwa ajili ya vitu vingine kama kula na kucheza magemu na mfano wake. La, hakikisha unalihakiki lengo hili la Allah subhanahu wa ta'ala kukufaradhishia wewe mwezi huu wa Ramadhani kuufunga. Nalo ni attaqwa, ni mtu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ndilo lengo kuu la sisi kufaradhishiwa mwezi huu. Tuangalie nini maana ya attaqwa, ni nini maana ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ili wewe ujue, je, utalihakiki mpaka kuisha Ramadhani na hivi sasa uko katika kujipanga kulitekeleza na kulipatisha lile ambalo Allah amefanya kuwa ni lengo. At-tabi'i al-jalil Talq ibn Habib al-Anasi rahimahullahu ta'ala anaeleza, na hii ni katika moja ya taarifu zilizokuwa mzuri za maana ya attaqwa. Nini maana ya taqwa Allah subhanahu wa ta'ala? Qala hadha at-tabi'i al-jalil rahimahullahu ta'ala, attaqwa, uchamungu maana yake an ta'mala bi ta'ati Allah, ni wewe kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya matendo ya kumtii Allah, ala nurin min Allah, kwa nuru itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana wewe watakiwa umche Allah, ufanye a'mal kupitia nuru ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam katika kufanya kwako amali zako uzifanye katika sunna na utaratibu wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo jambo la kwanza, an ta'mala bi ta'ati Allah, ufanye jambo la kumtii Allah. Kwa hiyo lazima ufanye mambo ambayo wewe utaitwa umemtii Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile kufanya mambo ya halali, kuyahalalisha ya halali na kuyaharamisha ya haramu na ukayaacha. Wewe utakuwa umefanya taa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. An ta'mala bi ta'ati Allah, ufanye mambo ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, ala nurin min Allah, kwa mwangaza kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye akuambie kumtii Allah kupo hivi, yeye ndiye akuambie kutokumcha Allah ni hivi. Ufanye matendo kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa nuru itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an tajtani bi ma'siyati Allah, lakini pia ujiepushe na kumuasi Allah tabaraka wa ta'ala, ujiepushe na kumuasi Allah tabaraka wa ta'ala, ala nurin min Allah, kwa nuru itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwe wewe kuacha maasi ni kwa utaratibu na mpangilio aliyouweka Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa hili halifai wewe ukaliacha na hili lafaa ukalifanya, na si kuliacha jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala kasema ulitende kwa kutolifahamu. Kwa hiyo ufanye amali kwa nuru ya Allah, lakini pia uache kufanya maasi kwa nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala atutake sisi, atupe jambo adhim ambalo litatupeleka kwenye kuupata uchamungu? Kwani huu uchamungu una faida zipi? Uchamungu una thamara gani? Tukishaupata uchamungu, ni jambo gani litakuwa limepatikana kwetu sisi? Miongoni mwa mambo makubwa kabisa, bali ni katika malengo ya Waislamu wanayohitajia, lengo kubwa kabisa ni kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja wazi ndani ya Al-Qur'an, baada ya aya nyingi na sehemu kubwa na maelezo mengi, alipoitaja pepo ya Allah akaeleza uiddat lilmuttaqin, hii pepo hii imeandaliwa kwa ajili ya watu wanaomcha Allah, watu wacha Mungu.
Na ndio maana Allah ametufaradhishia sisi Ramadhani tuupate huo uchamungu ili tuingie katika pepo zake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini thamara na matunda mengi yanayopatikana kwa mtu aliyemcha Allah subhanahu wa ta'ala, anna taqwa Allah subhanahu wa ta'ala tab'athu fil qalbi nuran wa tuqawi basiratahu fayumayyizu baina alhaqqi wal batil. Miongoni mwa thamara na matunda makubwa ya uchamungu ambayo ndio lengo la Ramadhani ni kwamba uchamungu unatia nuru katika nyoyo za watu. Moyo wa mtu ukiwa mcha Mungu unakuwa na nuru, watuqawi basirata, lakini pia uchamungu unatia nguvu uoni wake, mambo yake akawa ayatizama katika mazingira yaliyo salama. Akilitizama jambo lake linakuwa ametizama katika mtizamo sahihi, kwa sababu yeye yuko nao uchamungu. Tab'athu fil qalbi nuran, uchamungu unatia nuru katika nyoyo za watu. Watuqawi basirata, lakini pia unaongeza na kutia nguvu ule uoni wa moyo. Fayumayyizu baina alhaqqi wal batil, mtu akapambanua baina ya haki na batil. Utawezaje kupambanua jambo hili adhim, ukaijua haki ukaijua batil, haki ukaifuata na batil ukaiacha? Watakiwa uwe na uchamungu. Qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa aminu birasuli. Allah subhanahu wa ta'ala asema, enyi mlioamini mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na muaminini mtume wake. Yu'tikum kiflaini min rahmatih, Allah subhanahu wa ta'ala atawapa ninyi kawili katika rehema zake, atawapa kawili, atawapa rahma juu ya rahma. Rehema za Allah subhanahu wa ta'ala mtazipata nyinyi. Wayaj'al lakum nuran tamshuna bihi, na Allah atawajalia ninyi kuipata nuru ambayo mtatembea nayo baina ya watu. Mtu yuko duniani analiona hili jambo fulani linamtatiza, kwa sababu ya nuru ya uchamungu aliyokuwa nao, haraka anagundua kwamba taratibu sahihi hapa nipite hivi, hili halitafaa, Allah hataliridhia, na hili litakuwa sahihi, Allah ataliridhia. Hii ni thamara ya wewe kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wayaghfir lakum, lakini Allah atawasamehe nyinyi. Wallahu ghafurur rahim, Allah ni mwingi wa kusamehe, mwenye huruma. Ayuha nnasu ibadallah, miongoni mwa thamara, matunda yanayopatikana kwenye jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, anna taqwa tu'ti al-'abda quwwa li ghalabati ash-shaytan. Uchamungu unampa mja nguvu ya kushindana na shaytan. Shaytan ameapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwa yeye amekwisha ondoshwa katika rehema zake na kuhukumiwa moto na kukaa ndani yake milele, akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala amwache mpaka siku ya mwisho, abakie duniani hapa, asiondoke mapema. Allah akamkubalia ombi lake lile, kisha akamwambia Allah, fabima aghwaytani, sasa kwa kuwa wewe umenipoteza mimi nimekuwa mtu muovu, nishakuwa hivyo, hakuna namna, la aqudanna lahum siratal mustaqim, nitawakalia waja wako kwenye njia yako iliyonyooka kwa ajili ya kuwatoa kwenye mstari. Utamkuta Muislamu kakaa baada ya Ramadhani mwezi mmoja mbele, tayari amekusharudi, kwa sababu shaitani ameapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba nitawakalia waja wako katika njia yako iliyonyooka. Katika aya nyingine aeleza, nitawakalia kushoto na kuliani, mbele na nyuma, nitahakikisha nitawatoa katika njia yako. Allah subhanahu wa ta'ala ameliahidi hili kwamba yeye atapambana na sisi mchana usiku, atutoe kwenye njia iliyonyooka, kwenye njia sahihi ya wewe kumwelekea Allah. Kwa sababu hiyo tunatakiwa sisi kufanya asbabu za kumshinda shaitani huyu aliyeahidi mbele ya Allah kukaa na sisi mbele, nyuma, kushoto, kulia, kwa ajili ya kututoa kwenye njia yake sahihi. Ayuha nnasu ibadallah, sasa takwa, uchamungu, utakufanya wewe umshinde shaitani. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, innal ladhina ittaqaw, hakika ya wale waliyemcha Allah subhanahu wa ta'ala, idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru, watu wanayemcha Allah
pindi inapowapata wao pepesi ya shaitani akakujia wewe akakutoa kwenye njia akakuletea jambo la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, watu hawa wanaomcha Allah haraka tadhakkaru, wanakumbuka, wanajua kwamba hili ni baya hili. Tadhakkaru fa idhahum mubsirun, basi mara tayari wamekwishaona njia sahihi. Leo hii mtu ameingia katika maasi mara moja, wewe kama hauna takwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni kuonesha kwamba kumbe mtu mcha Mungu pia aweza kuteleza na kufanya maasi, lakini haendelei. Leo kaingia haraka kakumbuka, idha massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru, akipata na pepesi ya shaitani mara moja anakumbuka, hii si sawa, anarudi katika mstari. Fa idhahum mubsirun, mara yeye kisha aiona haki tayari, ajua hii ndio njia sahihi ya kupita. Alikuwa maasi, nilifanya kadha, nilimuasi Allah, nilimtukana mzazi wangu, niliishi vibaya na majirani, sikuwakirimu wageni, sikufanya kheri kadha, hapana, hii si sawa hii. Mara moja anakumbuka, ni kwa sababu anatakwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ambaye hana takwa aendelea, ana israr katika hayo aliyokuwa nayo na haachi, yeye yuko tu anazama, kila siku afanya hili kisha na lile. Kwa thamara ya jambo hili ni wewe kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, miongoni mwa thamara na matunda ya kujipamba na uchamungu, min asbabi qabuli al-amal, na hii pia ni katika mambo matukufu, katika mambo tunayahitajia. As-salaf rahimahumullahu ta'ala, kama ilivyonukuliwa, walikuwa wakisema, lau ningefahamu mimi anna Allah taqabbala minni, kwamba Allah amekubali kwangu, mithqala dharratin min amalin, nimekubaliwa mimi chembe ndogo, punje ndogo ya amali, la tamannaitu almaut, ningetamani kufa, kwa sababu inma yataqabbalu Allahu min almuttaqin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anakubali amali za wacha Mungu. Wewe uko na Ramadhani hii leo wafunga, lakini hauja uhakiki ucha Mungu. Ramadhani yako haina ucha Mungu ndani yake, haina amali njema na kuyaacha mambo maovu, Allah hawezi kuikubali. Kwa hivyo jambo hili ni kubwa katika sababu za sisi kukubaliwa matendo yetu, ni jambo la kujipamba na ucha Mungu. Angalia kisa cha Habil na Qabil ambazo tutakitaja insha Allah taala katika hutuba ya pili. Barakallahu fikum. Qulu ma tasma. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd, miongoni mwa thamara, matunda ya sisi kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ni hiya min asbabi qabuli al-amal, ni katika sababu za sisi kukubaliwa matendo yetu. Kisa cha Habil na Qabil, watoto wa Adam alayhi salam, pale walipozozana katika jambo, wakatakiwa kupeleka qurba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, qurbanan, wapeleke jambo la kujikurubisha kwa Allah. Ilikuwa kawaida zamani, akizozana mtu na mtu mwingine, wanaleta sadaka na qurban, wanaileta kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe na huyu mmezozana, ni nani amepatia katika jambo lenu? Mnaleta sadaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha Allah anaupeleka moto kwa ajili ya kuja kula ile sadaka iliyokuwa sahihi. Kwa maana yule mtu aliyesawa katika jambo lake, ndiyo Allah alikuwa akiupeleka moto kwa ajili ya kula ile sadaka yake. Kwa hiyo nyinyi mwaleta sadaka pale, huyu kaleta kitu fulani na kitu fulani, haya tusubiri Allah atakuja kuchukua kitu gani kati ya hivi. Sasa watoto wawili wa Adam, Habil na Qabil, walipozozana katika jambo lao, wakaleta sadaka zao, qurbana zao. Allah subhanahu wa ta'ala alikuja kuchukua ile sadaka na ile qurban ya Habil duna Qabil, kwa sababu Habil ndiye aliyekuwa na ucha Mungu katika jambo lake.
lakini Qabil alikuwa ni muovu, ndiyo akamuua kaka yake. Taib, ni kwa nini walikubaliwa? Alikubaliwa Habil duna Qabil. Allah subhanahu wa ta'ala katika al-Qur'an anaeleza, amwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, watlu alayhim naba ibnai adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala inma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala amweleza Mtume sallallahu alayhi wasallam wasomee wao habari za watoto wawili wa Adam kwa haki kabisa. Wasomee idh qarraba qurbanan, pindi walipopeleka kwa Allah qurban, kitu cha kujikurubisha, sadaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakumbusha jambo hili, wasomee idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima, akakubaliwa mmoja wao ambao ni Habil, walam yutaqabbal min al-akhar, yule mwingine hakukubaliwa sadaka yake. Qala la aqtulannak, akasema wallahi nitakuua. Qala inma yataqabbalu Allahu min almuttaqin, akasema Habil kumwambia kaka yake mdogo wake kwamba hakika hapana vingine, wanaokubaliwa matendo ni wale wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wewe hujamcha Allah kwenye jambo lako, na ndio maana hujakubaliwa. Kwa hiyo katika mambo yatakayofanya sisi tukubaliwe funga zetu na ibada zetu mbalimbali ni jambo la takwa, na ni katika sababu za kukubaliwa amali zetu. Miongoni mwa hizo ni hii Ramadhani tuliyokuwa nayo. Taib, hiyo takwa hii Ramadhani tutaifanyaje ili iwe ni ile Ramadhani inayochuma takwa? Ni sisi kubakia katika taa ya Allah, kama tulivyoona kwenye taarifu ya takwa Allah, an ta'mala bi ta'ati Allah, ufanye taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia ujiepushe na maasiya. Wapo watu hivi leo wanafunga Ramadhani lakini wanaendelea na mambo yao. Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ameeleza katika hadithi ampokea al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, man lam yada' qawla az-zur, yeyote ambaye haachi maneno mabaya, maneno ya uongo, wal amala bih, na kutendea kazi maneno haya ya uongo, falaysa lillahi haja, Allah subhanahu wa ta'ala hana haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, kule kuacha kwake chakula chake na kinywaji chake. Ya nini? Hana haja Allah subhanahu wa ta'ala yeye kuacha vinywaji na makulaji, kwa maana wewe hutakubaliwa kwa sababu humchi Allah ndani ya Ramadhani. Wewe wafunga, lakini wewe ndiye yule anayesema maneno machafu masokoni na kila mahali. Wewe umefunga, ndiye wakati wote uko na smartphone kuangalia mambo yasiyofaa, kuangalia uchi, kuangalia mambo ya umbea, kuangalia mambo yasiyofaa, ni wewe. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hata ikubali funga yako. Kwa sababu hiyo anauliza, anasema yule asiyeacha maneno ya uongo, maneno mabaya, maneno machafu na kuyatendea kazi, katika riwaya wal jahl, na kufanya mambo ya kijinga, Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na kuacha kwake chakula na kuacha kwake kunywa. Allah ibadallah, tumche Allah subhanahu wa ta'ala vile alivyotuamrisha tumche, tupate ucha Mungu ambalo ndio lengo la Ramadhani. Ramadhani ni mwezi wa kufanya ibada, qiraatul Qur'an, kuisoma Qur'an tukufu. Lakini mtu wamuona kafunga hana habari ya kusoma Qur'an, yeye yuko kajishughulisha na biashara na kila kitu, hana habari kabisa. Kaa kwenye biashara yako, soma al-Qur'an. Kaa katika kazi zako, soma Qur'an. Acha maneno machafu. Ukipata wakati nenda msikitini kasome Qur'an. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja, tumalizie hadithi ya mwisho katika fadhila ya kusoma Qur'an na amali njema, ziko nyingi, hatuwezi kueleza zote katika khutba hii. Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya Uqba radhiyallahu anhu,
alitoka siku moja mahali panapoitwa Sufa, nyuma hivi ya msikiti ambapo walikuwa wakikaa maskini. Akawaambia, ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawm ila Buthan au ila al-Aqiq fayati minhu binaqatayn kaumawain, nani kati yenu anapenda aondoke kila siku asubuhi mapema aende Aqiq au Buthan? Haya ni masoko mawili yalikuwa akiuza, maarufu kwa kuuza ngamia wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni nani anapenda aondoke kila siku asubuhi aende Buthan au Aqiq fayati minhu binaqatayn kaumawain, alafu arudi na ngamia wawili kila siku, akienda arudi na ngamia wawili wakubwa, min ghairi ithmin wala qati'ati rahim, pasi na kupata madhambi wala kukata udugu. Wewe enda tu, wafika wachukua ngamia wako umerudi. Akasema, kulluna nuhibbu dhalika ya Rasulullah, akasema sisi sote tupenda jambo hilo. Akasema, afala yaghdu ahadukum ila almasjid, sasa siaondoke mmoja wenu aende msikitini, fayaqra au ya'lama ayatayn min kitabillah, aende akasome aya mbili tu katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, khairul lahu min naqatayn, hizi aya mbili atakazosoma ni bora kwake kuliko ngamia wawili. Wa thalathun khairul lahu min thalath, na aya tatu ni bora kuliko ngamia watatu. Wa arba'un khairul lahu min arba', na aya nne ni bora kwake yeye kuliko ngamia wanne. Wa min a'dadihinna min al-ibil, na kwa idadi ya hizo aya kwa ngamia. Kwa na kila utakapozisoma aya nyingi ndivyo wewe umepata faida kubwa kuliko ngamia hao. Umesoma aya 50, wewe umefanya jambo kubwa kuliko kupata ngamia 50. Afala yaghdu ahadukum ila almasjid fayaqra ayatayn, watu wako Ramadhani hii yaondoka, hajasoma aya kabisa, hajatoa sadaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtu atoa sadaka sana katika Ramadhani, hajamfuturisha aliyefunga, hafanyi kitu chochote. Tutakuwa hatupati malengo ya sisi kuletewa mwezi huu wa Ramadhani. Tukae katika mstari, tuwasikilize walimu wetu ulama, yale waliotueleza ya kuyafanya ndani ya Ramadhani, tupate faida na lengo la Allah kutufaradhishia mwezi huu. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe miongoni mwa wale wanaosikiliza maneno na kuyafuata yaliyo mazuri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqim as-salam.